Mimi naitwa Majidi Mjengwa, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kiuchumi, diplomasia na kijamii. Nimeshiriki leo kongamano lililoandaliwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yenye kuhusiana na dira ya 2050, lakini kwa kuangazia zaidi eneo la kujenga au kuwa na jamii yenye ujuzi, na hii hasa inakwenda kwenye tunapozungumzia dira ya taifa ya maendeleo. Ina nguzo kuu tatu. Mojawapo ni uimara wa uchumi wenye kukua lakini jumuishi pia na shindani, na hii ni nguzo ya pili inahusiana na ubora wa watu na maendeleo ya jamii. Sasa kwenye nguzo hiyo ya pili ya ubora wa watu na maendeleo ya jamii ndio inahusu pia ujuzi, inahusu elimu, na ndio maana Wizara ya Elimu pia imehusika kwenye hili, na mgeni rasmi alikuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Majaliwa Kassim. Sasa mimi kwa kuangalia kwa jicho la kichambuzi kubwa, nikianza na mgeni rasmi, amezungumzia umuhimu wa eneo hilo, kwamba tuwekeze kwenye masuala ya ujuzi wa watu wetu, na nimefurahi sana nikiwa mdau wa vyuo vya wananchi. Ametaja VETA, umuhimu wa VETA, lakini pia ametaja vyuo vya maendeleo ya wananchi. Na mzungumzaji wa pili nilimsikia pale alikuwa ni Profesa Kitila Mkumbo, naye akaenda huko kwenye umuhimu wa kuwekeza kwenye ubora wa watu wetu, human capital. Alikadhalika David Kafulila ambaye ni mtendaji mkuu wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi, naye akapita kwenye maeneo hayo akitolea mfano pia kwamba hata mwalimu wakati huo wa mfumo wa ujamaa na kujitegemea bado aliona umuhimu wa sekta binafsi. Na katika hilo mwalimu alisema kwamba hata Wahindi tuliokuwa nao hapa, kwa nini tufikiri wengine kutoka nje wafanye kazi wakati tunao watu wenye asili ya India? Na mimi naweza kutoa mfano hai. Katika mkoa wa Iringa mwalimu aliwahi kufungua viwanda viwili vya watu binafsi, ikiwemo cha Vaculage. Vaculage ilikuwa inahusiana na utengenezaji wa matairi. Matairi yale yaliyoharibika yalikuwa yanafanywa utengenezaji yakatumika tena. Kiwanda ambacho mwalimu alikifungua cha mtu binafsi, Marwa ni kwa kitu huyo. Lakini mwalimu pia aliweza kufungua kiwanda cha kutokota nyuzi cha Cotex. Mwalimu aliwahi pia katika mkoa wa Iringa kumuunga mkono mfanyabiashara binafsi, mkulima yule, Rodrick Mahenge anaitwa. Rodrick Mahenge ilifika wakati hata kampuni kubwa ya usafirishaji kati ya Zambia na Tanzania ilipokuwa imefilisika, maeneo yao, zile yadi zao, alipendekeza na huyo Rodrick Mahenge aweze kuwa naye pia mmiliki maeneo hayo, aweze kukuza sekta hiyo binafsi na kilimo chake. Rodrick Mahenge aliweza kujaza Kihenge kile cha Iringa ambacho ni cha taifa kwa mazao ambayo alikuwa amezalisha. Kwa tunaona hata wakati wa mwalimu bado kulikuwa na dhamira ya wazi ya kutoka kwa mwalimu ya kuwekeza kwenye kuwashirikisha sekta binafsi. Kwa hiyo haya aliyozungumzwa leo, nilipenda pia Dr. Fatma Mwajuma Hamza. Huyu anatokea kwenye sekta ya viwanda au wafanyabiashara wanawake. Dr. Mwajuma amezungumzia umuhimu wa hao wanaotoka kwenye vyuo vya kati, wanapata ujuzi, tunawasaidia vipi hawa vijana kuingia kwenye soko la ajira. Kwa hiyo aliona pia umuhimu wa sekta binafsi kushirikishwa kwenye kuhakikisha kwamba vijana wote wanaotoka kwenye vyuo wanaweza kwenda kuanza kufanya kazi kwa urahisi kuliko ilivyo sasa. Na katika hilo pia ndio unaweza kuona kwamba vyuo hivi vya kati vina umuhimu. Mimi binafsi nilikuwa na bahati, jana nilikuwa Dodoma, tunapozungumzia leo Jumamosi, jana nilikuwa Dodoma, na hayo pia yaliakisiwa na mazungumzo niliyofanya na Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Caroline Nombo. Alizungumzia kitu hicho alichosema Dr. Mwajuma kwamba kuna haja ya vyuo vya maendeleo ya wananchi kuhakikisha kwamba wale maeneo ambapo vipo kuna sekta binafsi ihusishwe katika kuhakikisha kwamba vijana wetu walau hata kutembelea tu waweze kuona mazingira ya kazi, lakini kubwa kabisa kushirikisha sekta binafsi ili waweze kufanya yale ambayo wanayafanya vioni wayafanye kwa vitendo. Kwa hiyo tulichokiona leo katika siku ya leo ni umuhimu wa kuihusisha sekta binafsi katika kutekeleza yale ambayo hata Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ilani, kupitia dira hii inaonyesha umuhimu wa sekta binafsi kushirikishwa, lakini zaidi kwenye ajira kwa vijana na kupitia ushirika kati ya serikali na sekta binafsi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.